Inshallah taala nafikiri somo letu ya leo itakuwa inahusika na tariqa tadhabhi, njia ambayo wanatumia wachawi katika kuwatibu wagonjwa. Kwanza atasema idha talaba min almarid hayawana bi awsati almuayyana. Ukienda kwa mchawi, jambo la kwanza, ama shekhi wote ambao unamjua ni mchawi, jambo la kwanza atakuitisha mnyama mwenye kuwa na sifa fulani kwa sababu ya kuchinjia wale mashetani wa kijini ili aweze kukutibu. Ama atasema kwamba ugonjwa hawezi kutoka mpaka tumage damu. Hiyo ni njia moja ya kutibu kwa njia ya kishirikina. Wa ghaliban ma takunu sauda, na atakupatia sharti kwamba lazima mnyama huyo awe ni mnyama mweusi, kwa sababu lianna aljinna yufadhiluna launa alaswad, kwa sababu hiyo ni majini ndio wanapenda rangi nyeusi. Thumma yathbahuha, kisha atamchinja ule mnyama kwa sababu ya kumtibu yule mgonjwa. Na wala yadhkura isma Allahi alaiha, hawezi kusema bismillah kumtaja jina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma yulatikhu almarida bidamiha, kisha ile kisa aliyochinja naye atachukua ile damu kisha kumpaka ule mgonjwa kwenye sehemu ya kichwa yake. Yani tena atasema ule mnyama atupe mbali sana, ama kwa nyumba ambayo watu wamehama, fi makani almajhura, nyumba ambayo watu wamehama, alati hiya ghaliban masakinul jin, ambaye ni maskani ya majini, mashaitani wa kijini wanaishi. Hiyo ni njia ya kishirikina. Ibn Qayyim Jawziyya anasema kwenye kitabu chake Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'il shafi, anasema lu'ina man dhubiha li ghairi Allah ta'ala, amelaaniwa yule ambaye amechinja lakini si kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, anachinja kwa sababu ya ugonjwa, akisingizia ya kwamba huyu mgonjwa hawezi kupona mpaka damu imagwe. Na pia kuna baadhi ya watu wali request niweze kurudia tena ile mada niliyotoa juzi, ambaye sababu 5 jini kumuingia mwanadamu. Sababu ya kwanza ni bisabi ma insaqitin alayhi, kumagia maji moto bila kutaja jina Mwenyezi Mungu. Majini huwa wanaishi sehemu tofauti tofauti. Sasa inaweza kuwa pengine kuna sehemu fulani majini wamekusanyika, wewe ukachukua maji ya moto ukamaga bila kutaja jina Mwenyezi Mungu, basi ukiwashawachoma wanakuchukulia hatua. Au biuqu'in alayhi, ama kwa bahati mbaya ukatereza ukamwangukia ule jini akapata nafasi ya kukuingia. Sababu nyingine ni alghadabu shadid, kuwa na hasira kupindukia, yani mtu anakasirika mpaka pressure inapanda juu, majini wanapata nafasi ya kukuingia. Ama alkhofu shadid, kuwa na uoga kupita kiasi. Wengi ambao wanaangalia zile masinema za horror, sinema zile za Dracula, The Prince of Darkness, Silver Bullet, zile sinema za kutishatisha ya mashetani, ni hatari sana. Wengi sana wanapigwa na majini kwa sababu ya kuangalia zile sinema za kishetani, zile ni hatari sana. Kama pengine wewe una matatizo ya kustuka, ni hatari sana wewe kuangalia mapicha kama hizo. Nyingine ni al-inkibabu ala shahawat, mtu kuzama kwenye maasi, ama unazama kwenye madhambi makubwa kwa zina na uchafu mwingine, inasababisha mtu kupigwa na jini. Nikasema kwamba aljinnu ruhun, aljinnu rihun, tusikia jini ni upepo. Wa jismu al-insan bihi masam, na mwili wa binadamu ni kama kichungu. Walidhalika yumkinu aljinni an yadkhula fi ayi makani min jismi al-insan, hivyo ndivyo majini wanaingia mwili wa binadamu kupitia hizo matundu, mashimo za katika mwili wa mwanadamu. Wa min hawai ila hawaili, ama wanajigauza upepo. Hina idhin qudur dukhul ala jismi al-insan, hapo ndipo wanaingia katika mwili wa binadamu baada wao kujigeuza upepo. Wa inna ma yadkhulu al-jinnu fi badal al-insi, ama akishapata nafasi kuingia katika mwili wa binadamu, yatawajahu mubasharatan ila al-mukh, wanakaa sehemu ya kichwa mwanadamu kufanya vituko. Ndio maana mtu akishapatwa na matatizo kama hii anakuwa na al-a'rad. Al-a'rad ni symptoms, zile dalili. Kuna al-a'rad allati fil manam, katika zile symptoms mtu anapata wakati amelala usingizini, wal a'rad fil yaqda, na wakati yuko mzima hajalala. Dalili moja kubwa kabisa ambayo watu wanapatana nayo ama tunakumbana na hii mtihani kubwa sana kwa sisi ambao tunashughulika kutibu hawa watu wamekuwa na haya matatizo, wanalalamika, wanasema kathratul istiqadu fi layli, kuamka na kustuka usiku
ama akiamka usiku kama yuko nyumba peke yake, anakuwa na al-khawf bi sur'ati ghairi tabi'i, anakuwa na uoga nyingi sana, mara zingine anataka kutoroka kwa nyumba ama kukuwa na waswasi, anakuwa na ile pia afakanu qalbin, kupigwa na moyo sana, anaona kwamba anaweza kufa, na saa zingine huwa hata anaenda hospitali akidhania kwamba ni pengine ni matatizo ya kibiolojia. Basi daktari anaweza akamwambia uko na shida ya heart arrhythmia, palpitation, akampatia kama zile madawa ya propranolol na zile dawa za kupunguza stress kama Atrest. Lakini sasa ukitaka kujijua hii matatizo yako ni matatizo ya kishetani, we mwenyewe unaweza ukajua, unaweza patwa na matatizo fulani ukajua kwamba hii shida inanisumbua si matatizo ya moyo, ni jini. Unaona al-kawabis katika usingizi. Al-kawabis wa huwa an yara al-insanu fil manam, ni utaota mtu anakuja kwako, ama unaona mtu nyeusi anakuja kwako. Shay'an yudhayiquhu, ama unaona kuna mtu mweusi anakunyonga. Wa huwa yuridu an yastaghitha minhu, unajaribu kuamka kwa nguvu ama unajaribu kupiga ukelele ili watu kusikia wakuamshe, fala yastadi'u, unakuwa unashindwa. Ama an yara fil manami kaanahu yasqutu fi makani al-ali, sana sana anaota anaanguka kutoka kwenye ghorofa ama anapanda juu ya mlima alafu anatereza, anaanguka kutoka juu ya ghorofa. Hiyo pia ni symptoms ama al-a'rad. Ani yaqumu yamshi fil manam, ama saa zingine anakuwa na ile yeye ni sleepwalker. Sleepwalker ni ile watu anaamka usiku wanatembea. Aniara nafsahu fi maghbara, ama anaota anatembea makaburini. Hii katika ile nilisema juzi, naita al-rumuz wal ahlam lati tadullu ala wujudi sihr. Sana sana hiyo inakuwa ni uchawi, ama mtu pengine amekufanyia sihr ama amekutumia uchawi. Yara unasa fi sifati al-ghariba, yani unaona watu namna ya kutisha, namna ya kiajabu ajabu. Yulahitu alayhi tula mufrida, yani watu warefu kama mti wa stima, au qasra mufrida, ama watu wafupi, au sudan, ama unakuta mtu ni mweusi sana. Dalili nyingine ni asara'u. Asara'u ni kule mtu ana faint. Unajua kuna kifafa aina mbili, kuna minor epilepsy na pia kuna major epilepsy. Minor epilepsy ni ile mtu akistuka anaangalia sehemu moja kwa muda mrefu, lakini major epilepsy ni ile mtu anatingika kabisa mpaka anatoa pofu. Hizo ndio dalili ya mtu ambaye ako na shetani wa kijini. Lakini kijicho, ukitaka kujua kama uko na kijicho cha hasad, nilisema kwenye klipu nyingine, ni kathirul huzni, unakuwa na mawazo nyingi sana, unaogopa kufa. Afakanu qalbin, roho kupiga mbio. Ana kathratul uruq wa khasatan fil mitaqati dhahr, kutoa jasho mingi sana kwa mwili. Alafu kila wakati unaogopa kufa. Ukienda hospitalini, unaenda kwa daktari anakuambia shida yako inaitwa hypochondriaism ama hypochondria thanaphobia, kuogopa kukufa kila wakati na kuwa na waswasi. Ama unakuta sengine mambo yako haifaulu, mambo yako ukijaribu kutafuta kazi, ukijaribu kufanya biashara, unakuta mambo yako yanazidi kuwa ngumu. Ama mwanamke hawezi kuolewa, ila kijaribu kuchumbiwa ama kijaribu kutafuta njia ya kuolewa, basi yule mwanamke anakasirika. Hiyo inaitwa asihru atatilu fi ziwaj. Hiyo ni kufunga mtu mwanamke asiolewe ama mwanaume usioe. Hiyo ni namna ya sihra ambayo, lakini dalili ambayo mimi nimetaja nafikiri umeweza kuelewa. Mtoto nilisema ni qardun ala al-asnan, kama wako na jini ya subian, kukula meno usiku. Ama mtu mzima sengine anaota ru'yatul marid nafsa wa nahu yatiru fil manam, anapaa katikati ya bingu na ardhi. Hiyo ni jini inaitwa ifritu min al-jinni. Sukanul ashjarul aliya pia anaitwa kwa jina nyingine sukanul ashjarul aliya. Basi kuna namna yake ya kutibu, lakini sitataja kwenye hii clip, nitataja kwenye clip nyingine. Ukijiona na hizi dalili, mambo yako haifaulu, biashara yako iende vizuri, chukua namba yangu 0704 487 587. Piga hiyo namba inshallah taala kwa ushauri zaidi niweze kukusaidia inshallah taala. Usiende kwa waganga, usiende kwa wachawi, gonga mlango wa Mwenyezi Mungu. Wa ili yamsasika Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Shida ikikupata kuna yote anaweza kukusaidia isipokuwa ni Allah, rafi'u samawati bila amad, Allah subhanahu wa ta'ala.